بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Rajab mwaka 1439, katika darsa ya kitabu Akhlaqul Ulama tulianza katika darsa iliyopita ذكر صفته في مشيه إلى العلماء، na موضوع hii imetukamana na mlango babu awsafi ulama alladhina nafa'ahum Allah bil ilmi fi dunya wal akhirah, sifa za wanavyuoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewanufaisha kwa elimu yao hapa duniani na kesho akhira. Na akataja kuwa wana akhlaq na adabu katika kila sehemu, wana sifa ambazo upambika nazo. Tukaanza kuzungumzia na dhikru sifatihi li talabil ilm, sifa zake katika kutafuta ilmu. Mwanafunzi huyu ambaye amefika daraja ya wanawachuoni, hivi ndivyo alivyokuwa akitafuta ilmu. Kisha kuna sifa zake, namna anavyotembea kwenda kwa wanawavyuoni, dhikru sifatihi fi mashyihi ila alulama. Tukasoma mpaka kufikia kauli yake, yasta'idhu billahi min sharri sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi wa shaytanihi. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea mbele kutoka pale tulipopawacha, kuanzia kauli ya al-musannif rahimahullah. قال فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام 3: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته، قد شغل نفسه بهذه الخصال. يقول رحمه الله تعالى في بيان حال طالب العلم مع الأصحاب ومن يلقى من الناس. الإمام الآجري رحمه الله katika hii sehemu aeleza katika hali ya kubainisha hali ya wanafunzi pamoja na wale wanaosuhubiana na wao, wanaokutana na wao katika watu.
وأن طالب العلم يجعل من يلقاه على 3 مراتب. طالب العلم huwagawanya wale anaokutana na wao katika martaba na daraja ngapi? 3. منهم من يراه أعلى منه علما, wako wale ambao yuwaona wazi kuwa hawa wana ilmu kuliko mimi, wamenishinda kielimu, hawa ana muamala nao khasa. Wale ambao aona kuwa wana ilmu kuliko yeye, au akthar basiratan wa fahman lidini Allah subhanahu wa ta'ala, au wao wafahamu zaidi na wajua zaidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni kikundi cha kwanza, bali tuweza kusema wana daraja ya juu, watu walio na elimu kuliko yeye. ومنهم طلاب علم مثله متساوين معه في العلم, na wapo wanafunzi kama yeye ambao wote wako sawa kielimu. Pengine ni mtu ambaye amelazimiana naye katika kutafuta ilmu, ajua sisi tuko sawa katika ilmu takriban, ومماثلين له في العلم والطلب, yuko sawa na yeye katika ilmu na kutafuta ilmu. وقسم يرى مستواهم دونه من العوام أو الجهال أو من لا علم عندهم, na kuna kigawanyo cha tatu ambacho awaona hawa hawana ilmu kulingana na yeye, na ni ukweli, si kwa kuwadharau, kama awam, watu ambao ni majahili, hawajasoma. فيرى الناس على هذه الأقسام الثلاثة. كطالب العلم katika wale anaotangamana na wao aona kuwa wamegawanyika katika martaba hizi ngapi? 3. Na kila martaba ana njia yake ya kuamiliana na wao. Ama alqismu alawwal, kile kigawanyo cha kwanza ambacho ni wale walio na elimu kuliko yeye, وهم أهل العلم ومن هم أعلم منه وأبصر بدين الله تعالى, hao ni wanavyuoni walio na elimu kuliko yeye, wana ilmu, wamemshinda kielimu. فهؤلاء يصحبهم ليستفيد منهم ويتعلم على أيديهم, hawa yeye asuhubiana na wao ili afaidike kutoka kwao, ajifunze kutoka kwao. liyakhudha minhum hikmatan wa ilman wa fahman, kwa hawa achukua hikma, achukua ilmu, achukua ufahamu. Kwa hivyo tabaka la kwanza amiliana nalo kwa kufaidika nalo, kwa maadamu wana ilmu kuliko mimi, wacha nifaidike naye. Kuna tabaka la pili, ومن كان مساويا له يجالسه حتى يذاكره منهم أو يذاكره مسائل العلم, يذاكره مسائل العلم. ama yule ambaye yuko sawa na yeye, aketi na yeye wafanye mudhakara, wadurusu ile ilmu pamoja na kuirejelea na kuipitia. Huyu amtajia masala mwenzake wafaidika, na huyu amtajia masala mwenzake wakumbushana, sababu wako sawa. والمذاكرة فيها قوة للعلم, na mudhakara au murajaa huzidi kuipa ilmu nguvu. Na hili ukitaka kulifahamu, ingia katika majali ya watu wanaosomesha kile kitu ambacho tayari ya mwenyewe ashakipitia. Akisomesha azidi kukifahamu zaidi kile kitu, kila kikifundisha azidi kukifahamu zaidi. Na akikaa na wenzake, na hii mara nyingi huitwa katika mashule group discussion, eti group hivi waanza kufanya nini? Kuzungumzia na kufanya mudhakara kuhusu jambo fulani katika ilmu. Ile mudhakara unaofanya huzidi kuipa ilmu yao nini?
nguvu na ni jambo mujarrab, watu walifahamu. Bora tu usipate watu wazembe, wale ambao hawana haja na kufaidika na ule wakati ambao wamekaa katika hali kama hii. Wako baadhi ya watu ni tashwishi tu katika mkao, akiwepo huyo itakuwa ni vichekesho tu mwanzo mpaka mwisho. Watu wakianza kusoma tu yatatoa kisa, wakianza kusoma basi ninakumbuka kitu, jamaa ngojeni kidogo, au huyo ataharibu. Sasa hakuna faida utapata. Lakini mtu ambaye ni jad katika talab alilm na ni qarin wako, mko sawa katika lile jambo, mweza kufanya mudhakara na ikazidisha nguvu ya ilmu yako. فيتخذ من الأصحاب من يكون معونة له على المذاكرة. وطالب العلم hutafuta marafiki ambao husaidiana nao katika kurejelea masomo, sababu hilo jambo humpa nashat kawa afaidika zaidi. Au rajulun dunahu, na kuna hii martaba ya tatu, mtu ambaye ni chini yake kielimu. فهو يصحبه ليعلمه وليفقهه. huyu sasa asuhubiana naye ili amfundishe, amfahamishe dini. وليوصل إليه من الخير ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به, amfikishie katika ile khairi ambayo Allah amemkirimu nayo, amfikishie huyo ambaye yuko chini yake kielimu. فأصبح من يلقاهم على هذه المستويات الثلاثة. kwa hivyo anaokutana nao yule mwanafunzi huwa katika mustawa hizi ngapi? Tatu, katika daraja tatu. huwa ma'ahum baina mufidin wa mustafidin wa mutadhakir. Imma ni mtu ambaye yeye afaidika naye, ama ni mtu ambaye yuwafaidika kutoka kwake, ama ni mtu ambaye wako pamoja warejelea na kudurusu masomo pamoja. idhan huwa la yamallu al-ashab wa in kathuru, hachoki na marafiki hata wakiwa wengi. لأنه مع كل صاحب من هؤلاء في خير وفائدة, kwa sababu katika marafiki zake wote hawa anaokutana nao yuko katika khairi na faida, imma mufid au mustafid, imma yeye wafaidisha au yufaidika. fala yamallu al-ashab, kwa hivyo hachoki na marafiki. na vikao vyake havikosi khairi, imma biifadatin lahu au ifadatin minhu lilakharin, imma yeye afaidika ama wengine wafaidika kutoka kwake. ثم قال رحمه الله تعالى, kisha akaeleza rahmatullahi ta'ala alayhi, خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. na kabla ya hapo akataja, baada ya kutaja la yamallu min ashabihi likathrati suhbahu بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته قد شغل نفسه بهذه الخصال، أو قد شغل نفسه بهذه الخصال. من صفة طالب العلم أنه خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. katika sifa ya talib alilm ni kwa huyo talib alilm ajiogopea nafsi yake, ajishughulishe kwa kisichokuwa haki. ولهذا دائما في خروجه وفي تنقلاته وفي مجالساته للناس لا يزال متحريا للحق في كل ذلك. ndio kaona katika kutoka kwake, kuzunguka kwake, watu anaokaa na wao,
hawachi kutafuta kwa bidii sana kwa kadri anavyoweza ile haki katika hali zake zote, imma bi an yastafida au yufida, imma yeye afaidike au afaidishe wengine. la an tadhi'a awqatuhu fi umur muharrama au atham au umur tuskhatu Allah subhanahu wa ta'ala, hapotezi wakati wake katika mambo ambayo ni ya haramu au madhambi yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faharisun ala dhalika kull alhirs, anapupa sana asije akajishughulisha na batil. قوله قد أجمع على الحذر من عدوه الشيطان وهذا أمر لا بد منه، ili jambo ambalo hana budi isipokuwa kuwa nalo. لا بد أن يجمع طالب العلم الحذر على نفسه من الشيطان، لازم طالب العلم awe atajikusanya, awe atajitahadharisha nafsi yake kutokana nini na shetani. والشيطان مكره عظيم بالإنسان، شيطان ana vitimbi vikubwa sana kwa huyo mwanadamu. ولا يزال في دأب وجد واجتهاد في صد الإنسان عن دين الله تعالى، na shetani hachoki, ana bidii sana katika kumzuia mwanadamu kutokana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكلما أقبل المسلم على العلم والطلب والعبادة زاد الشيطان حرصا عليه، kila mwanadamu akiwa ana bidii zaidi katika kutafuta ilmu, katika ibada, na shetani kwa huyu ndio anapupa zaidi, amechangamka zaidi, kwa sababu ataka kumpoteza. Yuko katika jid na ijtihad fi ighwaihi wa saddihi an sabilillah, amzuie tu ampoteze katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان الأمر كلما أقبلت على العلم وعلى الخير زاد حرص الشيطان عليك، فبالمقابل أيضا ينبغي لك كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن تجمع نفسك على الحذر من هذا العدو. ikiwa shaitan kila unapofanya khairi, kila unapotafuta ilmu zaidi, azidi kufanya bidii na kuwa na pupa ya kukupoteza, kwa mkabala wake wewe ni lazima uwe na nini, na tahadhari sana, kama alivyotaja musannif rahimahullah, utahadhari sana kutokamana huyu adui, lialla yadkhula alayka min tariqin au akhar, asije kaingia kwa njia moja au nyingine. fatajma'u nafsaka ala alhadhari min hadha aladu la yadkhul alayka, uwe na tahadhari sana, nafsi yako ikusanye, uelekee katika hili jambo haswa, kuzuia huyu shetani asiingie kwa njia yoyote kwako. la min babi shubha wala min babi shahwa, asiingie katika mlango wa shubha ambao wapelekea watu katika kuharibu ilmu zao, na asiingie katika babu shahwa ambao yaharibia watu ibada zao. مستعينا بالله تبارك وتعالى ومستعيذا به منه، taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujilinda na Allah kutokana naye. قوله كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، أي من المحرمات والآثام، achukia asije shetani akampambia yale ambayo ameyaharamisha Allah na maasi. وهذا باب الشهوات ومدخل من مداخل الشيطان، na huu ni mlango wa shahawat, ni katika sehemu ambazo shetani pia hutumia kumuingilia mwanadamu. والباب الآخر من مداخل الشيطان باب الشبهات التي يلقيها، na mlango mwingine ambao shetani hupitia ni mlango wa shubuhat, zile shubuhat ambazo shetani huzileta. وبالشبهات فساد العلم، kwa shubuhat kuharibu nini, ilmu ya mtu aliyokuwa nayo. وبالشهوات فساد ماذا، العمل.
na kwa shahawati ndiko kuna kuharibika nini amali. والشيطان لا يزال حريصا على الدخول على الإنسان من أحد هذين البابين. شيطان anapupa sana aingie kwa mwanadamu katika moja milango miwili, imma katika shahwa, akiwa ni mzito katika ibada humuingilia katika upande wa nini shahawati, na ikiwa ni mchangamfu katika ibada humuingilia katika upande wa nini wa shubuhati. Hii ni milango miwili ambayo shetani anapupa sana kuipitia katika kumwingilia mwanadamu, imma bab ash-shubha au bab ash-shahwa liyufsida alayhi dinahu wa ibadatahu li rabbih ta'ala, ili amharibie dini yake na ibada yake ya kumwabudu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. قال يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا. وهذا أيضا أمر مهم جدا، الجانب مهم سانا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وطالب العلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويلح عليه سبحانه بالسؤال أن يمن عليه بالعلم النافع. ikiwa mambo yote yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni juu ya mwanafunzi kukimbilia na kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe amjalie ilmu iliyo na manufaa. وكان صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح وبعد أن يسلم من صلاة الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. kila siku hakosi hata siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم kuomba dua, akitoa salamu: assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. kila siku alfajiri anapomaliza kuswali Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiomba dua. tuitizame vizuri hii dua. ukitizama katika mambo matatu: ويبدأ هذه الأمور الثلاث بالعلم النافع. katika haya mambo matatu ambayo yote ni khairi, lakini mwanzo aanza na nini? na ilmu iliyo na manufaa. لماذا؟ لأن العلم النافع هو الذي يميز به بين الرزق الطيب والخبيث. فسمى اللهم إني أسألك علما نافعا kisha ورزقا طيبا. huwezi kujua riziki ambayo ni nzuri isipokuwa kupitia nini? ilmu iliyo na manufaa. kwa hivyo ikiwa Allah atakupa ilmu iliyo na manufaa, moja kwa moja utajua kupambanua ni riziki gani ambayo ni haki yako na gani si haki yako. wa amalan mutaqabbala, na kwa hii ilmu tumayizu baina al-amal as-salih wat-talih, ndio waweza kubainisha baina ya amal ambayo ni nzuri na isiyokuwa nzuri kwa ilmu iliyo na nini? na manufaa. na ndio maana akatanguliza Mtume sallama na nini? kuomba ilmu yenye manufaa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. na hii sunna wengi kati yetu sisi tumeisahau, wengi tuko mbali nayo. kwa tulab alilm tuiume kwa magego hii sunna ya kuomba hii dua kila siku: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كل siku بعد صلاة الفجر kisha toa salamu omba hii dua. فمطلوب من المسلم أن يدعو الله بأن يمن عليه بالعلم النافع دعوة يوميا مستمرة معه في كل يوم من أيام. ni jambo ambalo latakikana kwa kila Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe ilmu iliyo na manufaa. kila siku aombe kwa kuendelea kila siku. bali yanbaghi an yaftatiha kull yawm min ayamihi bisuali Allah ta'ala an yamunna alayhi bil ilmi nafi'. ndio afungua kila siku katika siku yako waifungua na hii dua: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan طيبا وعملا متقبلا. كذلك hapa kamalizia: ويسأله أو يكثر الاستعاذة بالله من علم
لا ينفع. كذلك ينبغي أن يتعوذ بالله من علم لا ينفع. ajilin lana Allah kutokana na ilmu ambayo haina manufaa. ziko ilmu ambazo hazina manufaa. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiomba dua, akimwomba Allah amuepushe na ilmu ambayo haina manufaa ndani yake. Ndio ilmu tunazoamkia na kulalia siku hizi. Kuna ilmu nyingine hazina manufaa yoyote kwa mwanadamu, ni kupoteza umri wake mwanzo mpaka mwisho, apoteza umri tu. Kuna vitu umesoma wewe ukifikiria katika maisha yako vitu kama chemistry unapata faida gani usome mwanzo mpaka mwisho? Mijidude kupoteza umri wa watu. Mfano nasema shauri yako kama wewe faidika nayo wewe, nasema mimi natamka sijaona faida hata moja. Ati maji ni H2O ndo nini? Sioni faida yake. Wako wengine wanufaika nayo, sijui kivipi, lakini wako wanaosema wafaidika nayo. Ama umekete wewe wasoma biology, wasoma asili ya mwanadamu, Homo pithecus, sio Homo habilis, Homo erectus, sio Homo nini, vituko vote hivi, Homo sapiens, alafu waambiwa asili ya mwanadamu ni nyani, si upuzi mtupu. Ilmu la yanfa bali yadur. Kuna ilmu nyingine hazina manufaa bali za dhuru. Kule kutokuwa na manufaa ni afadhali tu pale isimamie, lakini bali za nini? Za dhuru. Kashikishwa mijibuku mikubwa wa Kenya, logarithm wewe watu watumia nini calculator siku hizo, ongeti logarithm. So logarithm tafuta huku inamba alafu kona hivi. Hii bala gani? Upuzi tu kupotezana muda hapa. Ndio pale wewe arusha ngumi, mtu ashika risasi anketa kuja yakuwa. Watu wako wapi? Nyinyi mmekaa mpoteza umri wenu tu. Kabisa sijui mimi, labda watu wengine wana nadharia tofauti. Lakini kulingana na mimi mtazamo wangu mdogo naona kuwa ni katika zile ilmu la yanfa. Kwa sababu ukitizama ulimwengu umesonga mbali sana. Watu bado wangangana tu art and craft, sijui nini. Lakini mwisho akaondoa mambo kama haya. Music, ati somo la somesho laitwa music, nyimbo. Mkati mtate, kuna faida yoyote ndani yake? Mpaka mwisho kuja kujua kama hakuna faida likaondolewa ile somo baada ya umri umepita wa watu. Umri. Basi ile somo halina faida, liwekwe kando. Zamani ilikuwa lina faida. Hizi ndio katika zile ilmu la yanfa. Ilmu ambazo hamna faida ndani yake, bali ni kupoteza umri wa mtu. Yako mengine yasaidia. Kama masomo kwa mfano ya kidunia yasaidia katika mambo ya dunia, kama masomo ya ukulima. Ukasoma ukulima yakufaidisha ukiutendea kazi. Lakini wewe wasoma vitu ambavyo hautaviona katika maisha yako, basi hapo ungepoteza umri wako tu bure. Wala sikusema lakini hata kama sitotumia nataka kujua tu. Halafu faida yake nini? Faida yake nini? Kutoa ujinga, kasome dini ya Mola wako ndio utatoa ujinga. Ujinga hautolewi hivyo. Ujinga utolewa na mtu kumfahamu nani Allah subhanahu wa ta'ala, na kufahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho yake, makatazo yake. Hapo ndio penye faida. Samahani, lakini kama kuna mtu ana mtizamo tofauti na wangu, silazimishi. Kila mtu ana mtizamo wake. Alafu utaanza kujieleza vizuri kwa watoto wako, mimi nilisoma nikafaidika. Waweza kuulizwa, baba tuonyeshe hizo molecules za kufaidisha vipi? Msoma molecules. Sio molecules sio nini vile vitu. Microbata sio microkuku mambo haya. Allahu musta'an. Tayeb. Kwa Mtume wa sallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ilmu ambayo haina manufaa. Wal ilmu alladhi la yanfa'
إما لكونه في نفسه علما باطلا محرما أو لكون صاحبه لم ينتفع به مع صحة العلم وسلامته. علم ambayo hainufaishi kwa namna mbili. Yaweza kuwa ilmu yenyewe ni ya batil, ni ilmu ya haramu, kama ilmu ya falsafa, kusoma philosophy. Ilmu yenyewe ni ya batil, ilmu al-mantiq, ilmu ya haramu. Alafu upande wa pili kuna ilmu ina manufaa, lakini yule mtu asinufaike nayo. Ukamwona mtu amesoma ilmu kisha matendo yake ni maovu, kinyume na ile ilmu fanya nini aliyoibeba, mpaka watu wakashangaa, huyu je ni fulani huyu, si huyu amesoma, mbona afanya vituko hivi? Ukamwona mtu fasiq, sallallahu alafia, lakini Allah amempa ilmu, ile ilmu yake haikumfaa, si kwa sababu ile ilmu si sahihi, la, lakini huenda ile ilmu ikawa ni sahihi, asifaidike nayo aliyekuwa na ilmu kama ile. Ujinga kwake yeye ni aula kuliko kuwa na hujja amejisimamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hujja ishamsimamia, hana hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayofanya. Mtu kama huyu ujinga kwake ni bora kuliko kuwa na ilmu, ikiwa ilmu haina nini manufaa, kwa sababu itakuwa ni mzigo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umesoma, umefika daraja ya juu kabisa ilmu ya dini, lakini matendo yako maovu, mfano mbovu kabisa katika mujtama. Hadha aljahl aula bihi. Wallahi lau kama angelikuwa mjinga huyu ni bora kwake, ingelikuwa salama kwake kuliko kupata ilmu alafu ilmu ikafanya nini, ikawa ni sababu yeye kupotea na ilmu sahihi. فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع بأن يوفقه بالاشتغال بالعلوم النافعة. أموم بالله أمويبوشنا علم أمبو هين منفع، أمشغليشنا علم أمبو يتمنفيشا، أكشغليشنا علم أمبو يتكنفيشا. وأن يوفقه للانتفاع بما علمه، na pia amuombe Allah ampe tawfik anufaike na kile alichokisoma. Na ndio huomba dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, omba ilmu iliyo na manufaa, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akunufaishe na kile ambacho amekuelimisha nacho. فيسأل الله سبحانه وتعالى بأن ينفعهم بما علمه وأن يزيده علما، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. umuombe Allah kuongeze ilmu kila siku, kwa sababu hakuna kitu ghali katika huu ulimwengu kama ilmu. Hakuna kitu ghali kama ilmu. Ilmu ni ghali. Wengi katika watu hawajui, wallahi wengi katika watu hawajui ile thamani ya ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, thamani kubwa sana. Wengi katika watu hawajui, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ndio ukaona baadhi ya watu wakiona vikao vya ilmu aviona vizito sana yeye kukaa katika kikao cha ilmu afaidike, la, hana muda huo, sababu hajui thamani yake. Na ukamwona mwanafunzi mwingine amekaa atafuta ilmu, lakini bado hayuko jad katika kutafuta ile ilmu, yeye atakaa lale astarehe katika kutafuta ilmu. Hamna kitu kama hicho, kitu ghali akiji sahali. Ni pale Imam Shafi'i wa man talaba al-ula sahira al-layali, wataka utukufu wewe walala, turidu al-izza thumma tanamu layla, kifika usiku wewe walala, kisha wataka asubuhi kiamka kwa mtukufu wewe. Una ilmu yapatikana kwa kulala? Si hivyo. Ni kujipanga, kuhifadhi, kurejelea masomo, kujisumbua, kutafuta ilmu, kukaa katika vikao vya ilmu, kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika ilmu. Ni jambo kubwa ghali mno.
lakini wengi katika watu hawajui ujinga. Kitu sahali tu kwa mjinga, sahali tu. Uliza wajinga vipi wako wajinga? Ukiona darasa likimbia tu, nenda kalale. Ukiona watu wanafaika na elimu, wewe kimbia, la dunia la dini. Kuna watu wengine hawamo kote, huko yuko. Sasa ukitaka kujua ujinga sahali kuupata, maana ujinga nkubakia kama vile ulivyozaliwa. Ukitaka kuwa mjinga wewe, bakia vile ulivyozaliwa. Allah amekutoa tumboni mwa mamako, huna ujuale, baki vile vile. Usiende huku wala huku kujisumbua kutafuta elimu. Wewe ujinga. Lakini baadaye utajua zigo lake. Na kujua zigo la ujinga ni zigo kubwa hilo, mpaka kiasi cha kuwa mitume walikuwa wakinasibishiwa tu na ujinga. Atatakhidhuna huzwa, ambiwa Musa, watufanyia mzaha wewe, watuambia tuchinje ng'ombe, wafanya mzaha wewe. Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Yasta'idhu billahi min aljahl. Amuomba Allah amlinde na ujinga. Ujinga mzigo. Wataka kujua ujinga mzigo, tafuta mjinga kule kwenu, mwambie mjinga, uone katakubali. Tafuta, kwani wangapi wajinga hawana ilmu. Lakini mtafute mjinga, mwambie wewe mjinga, kisha uone ngumi zitakazotupwa hapo. Hana adabu yule, anambia mimi mjinga, na kweli mjinga, lakini ule ujinga haukubali naye mjinga. Ndio ule msemo unaonasibishwa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi sharafa an yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah idha nusiba ilayhi. Yatosheleza ilmu ni utukufu, kuwa hata asiyekuwa na elimu pia ajinasibisha na elimu, afurahi akinasibishwa na elimu. Wakafa biljahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Na yatosheleza ujinga kuwa ni kitu kibaya, kimesimangwa mpaka wajinga wenyewe hawaukubali wa ujinga. Mjinga hakubali kwa ni mjinga, kwa sababu ujinga ni mzigo mzito sana, ameubeba lakini aukataa. Kwa hivyo mwanafunzi daima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie milango ya ilmu, na amuombe ampe ikhlas katika kutafuta kwake ilmu, na afuate zile asbab zinazompelekea katika kutafuta ilmu, na ilmu anayotafuta amuombe Allah iwe itamrejelea manufaa yake kwake biidhnillah ta'ala. Allah atampa kile anachokiomba ikiwa daima atakuwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na bora wa kile ambacho aweza kushikamana nacho mwanafunzi ni hii sunna ya Mtume sallam. Baada salatu al-fajr akitoa salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. Ibn Sina mkafiri, si muislamu. Ibn Sina alikuwa kafiri, mulhid, muovu sana. Kwa Ibn Sina usimtaje kabisa, maana yake alikuwa akiwatusi masahaba vibaya sana, kwa kufurisha. La, sijasema mimi kuwa, ndio maana nikasema hapa sijamlazimisha mtu kufikiria ninavyofikiria mimi. Yawezekana kuna watu wanufaika, yawezekana. Mimi najizungumzia mimi, tena kila sana rejelea. Mmesoma biology nikapata A katika KCSE, sijafaidika tana moja ndani ya biology, alhamdulillah. A plain ilikuwa nikipata A kila siku, nikiona nitakuwa daktari nikisoma biology. Hata moja sijaliona katika maisha yangu ili ni la biology, eti huwa sijui na petrol, sijui na vitu gani, sijui hakuna. Mimi nasema, lakini inawezekana kuna watu wakaenda wakasoma medicine wakaiona biology kule university pia. Nikawauliza wakasema uongo mtupu huyo, tupa kimaliza form 4 tupa hiyo. Ukienda kule ukuta mengine ambayo hayahusiani na. Ni kweli
hayo ya chemistry pia wako ambao wanufaika, wale wanatengeneza mabomu na kutengeneza nini, si wajua ni chemistry sio wao wanufaika nayo, kwa wao ya wanufaisha. Lakini kuna watu wengine ambao ingelikuwa ni kheri kwa wasingepoteza muda wao katika kitu ambacho baadaye hakifai chochote. Mnafahamu? Kwa namna hiyo, kama physics unufaika wewe ushakuwa engineer, kuuliza wewe ni engineer basi, kwa hivyo wewe haikukufaa kama mimi basi. Nakusudia hivyo, yani sikusudii kuwa haina faida kabisa, la, yaweza kuwa kwa mtu inamnufaisha, ankuwa mwalimu apata riziki yake kwa njia hiyo, asomesha, ankuwa kadha, labda pengine ndio faida yake aliyopata, sio? Lakini mimi nikizungumza kivyangu mimi sikuona, nasema afadhali ingelikuwa tangu wakati ule tungeenda kutafuta elimu ya dini, ingelikuwa khairi, ingekuwa katika khairi. Lakini Allahu musta'an, yaonyesha tutakana sana tuombe hii dua, Allah tuepushe na hizo vitu ambavyo havitumfaishi sisi. Kiwa mnufaisha mtu fabiha, wako wananufaika bila shaka, bila shaka. Wala dini haijapinga hilo, dini haijapinga hilo. Dini haijapinga muislamu kuwa daktari wala kuwa engineer, bali wako wengi, wako wengi sana katika Uislamu. Lakini dini yapinga uwe utaegemea upande wa dunia ukaisahau dini yako. Hapo ndio matatizo. Na wengi katika wale ambao wako upande huo mara nyingi huwa upande wa dini wajisahau. Hasa watu watakana huwa mara nyingi tukizungumza hivyo ni kutaka kuamsha watu wajishughulishe na elimu ya dini, wasisahau. Sababu wengi katika watu wamevama huko. Mimi namjua kuna kijana mmoja si mbali, weishi huko karibu mitaa ya mjini hapa, Allah yarhamu, kijana mzuri sana. Kwa hiyo soma, akamaliza university degree, akachukua akapelekwa some masters, akamaliza huko, amwacha madrasa. Alipomaliza masters, alipokuja kitu wiki moja akafa, mfahamu. Lakini yeye alikuwa yufikiria mambo mangapi kule future, kwa nikimaliza kusoma nitakuwa hivi, nitakuwa vile, sio? Sasa yeye si muovu, la, alikuwa ni mtu mzuri, lakini tusema kuwa yani amejishughulisha mtu na elimu kama hiyo. Waonaje kama angejishughulisha na elimu ya dini kisha akafa alipomaliza? Na huyu watakuwa sawa kweli? Hawezi kuwa sawa. Kwa hivyo asiegemee mtu upande mmoja. Angalia watoto wakifika class 8 watatolewa madrasa, mahma kan vile class atakayokuwa, ikiwa yuko sadis, ikiwa yuko mutawassita, ikiwa yuko thanawi, akifika standard 8 madrasa atatolewa mpaka amalize, aconcentrate na class 8 amalize. Akirejea form 1, hata yule mtoto kimregesha madrasa sasa yuanza kuidharau, yuona naweza siwezi, maana ameregarega tayari, ashaona wewe mzazi una ihtimamu. Sasa ikiwa anaweza kutolewa ni kwa 8, kwani faida yake nini? Akifika form 3 form 4 yatoka tena madrasa, kama hajamaliza yatoka mwaka. Huyo akimaliza ujue atakwenda mambo ya college, mambo ya nini, huyo ndio sahau mambo ya kusoma nini, dini yake. Lakini hebu nifaidisheni ndugu zangu, labda mimi nakosea, atusome darasa hapa tuzungumza, sio? Shamaliza darasa. Nasema kwa mfano mtoto akifika sadis katika madrasa ni kama class 8. Sawa? Mshamuona mzazi akimtoa mtoto skuli, amwambia mwanangu sasa wewe uko class 8 ya madrasa, yani sadis. Hapo utapata shahada. Sitaki shahada ya jayyida wala makbul. Siku hizi pia kuna shahada ya rasib. Nasikia hakuwekwi tena watu, peleka tu. Manake watu wengi hata ukafeli wapewa shahada rasib, fail, kisha wapewa utajaza mwenyewe uko mbele. Kisha mzazi aseme sasa wewe nataka uconcentrate na nini, na madrasa, wachana na shule. Sikiza mwanangu vizuri, mimi sina mpango nao skuli. Ushaona? Umenifahamu? Aya, umemtoa sadis ukamweka yani class ile uko skuli, ukamweka sadis asome mwanzo mpaka mwaka uishi. Ushaona hiyo?
wallahi mmoja tuantolee mfano kuwa huyu antolewa shule kwa sababu amalize just 1 year ile ya mwaka wa shahada wake, ama thalith mutawassita, ama thalith thanawi, na huku yuko form 2. Sasa ile form 2 ile awachana nayo kwa mwaka, kisha utarejea mwaka ujao utaendelea. Lakini sasa hivi nataka upasi hapa thanawi upate shahada ya mumtaz, maana yake mumtazi ataka uconcentrate na masomo yako. Kwa hivyo mwanangu, toka hapa shule. Mshaona hiyo? Mmoja aniambie mimi hapa nishaona mali fulani. Kwa hiyo niseme labda mimi nasingizia jamani. Kwa hivyo elimu ipi ndio muhimu kwetu? Msiseme kwa uongo mkasema elimu ya dini ndio muhimu kwetu. Takuwa waongo kwa vitendo vyenu. Kwa mdomo waweza kufungua mdomo huu ukaupanua kama andazi, ukasema unavyotaka. Dini wafikiri dini hivi. Dini ataka wewe ufanye kwa vitendo. Sasa hapa ndio tunapopigia vita sisi. Kwa nini elimu yetu ya dini twaidharau, lakini elimu ya dunia tumeipa kipaumbele? Kisha watu taona walalamika wasema wajua kama sisi hatutoendelea katika upande wa elimu ya dunia ndo tuko nyuma. Inshallah muendelee katika elimu ya dunia mufike paka mwezini, lakini ikiwa hamna dini hakuna faida. Wale mnaowasifu kuwa walikuwa na ilmu ya chemistry, ya physics, mfano katika wale waislamu walikuwa wakiifahamu fika dini yao vizuri sana. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi anaandika Tibb an-Nabawi, mpaka leo matabibu wafaidika na kitabu chake. Lakini wamuonaje katika elimu yake ya dini ukoje? Sasa kule alikuwa mutabarri' kwa sababu tabarra fi ilmu at-tibb. Limadha? Kwa sababu katika dini yake alikuwa yuifahamu vizuri, dini yake ikamuongoza katika elimu yake ya tibb aliyotafuta. Sasa shida ambayo sisi tunao, hatujui kuwa maendeleo yetu yarudi nyuma kwa sababu ya hii dini tumeiacha. Sisi tufikiria maendeleo yarudi nyuma kwa sababu kuacha dunia, yani opposite. Kwani sahaba gani kwa mfano mkiuliza alikuwa yajua physics na chemistry? Lakini sahaba gani alikuwa mzuka hajui dini yake? Hebu nitajie mmoja tu alikuwa huyu hajui dini yake. Taja sahaba mmoja tu. Hakuna. Utakuta wote walikuwa ni ulama na wakifuata ilmu walioibeba. Walitawala ulimwengu au hawakutawala? Rudi katika tarehe. Ujasiri mpaka wakufika wakati wa Kisra na Kaisar. Kisra adhimu Furs, ambaye ulimwengu mzima ulikuwa ukitetemeka ukimwona. Leo ambiwa sahaba ni Amr ibn al-As, ama ni mmoja katika masahaba nimesahau, ambaye Fathul Qadisiyya, nani katika masahaba alikuwa amir? Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nenda kasome katika tarehe kisa chake cha kupeleka wafd wa Waislamu kwenda kuzungumza na Kisra. Ameambiwa chague watu 14 awapeleke waende wakazungumze na Kisra. Ukitaka kujua ile akili kubwa waliokuwa nao masahaba, nenda kasome kisa. Kama ingelikuwa mimi na wewe watu 18, sasa jamaa na atakwenda wewe, anenda na mimi nitaenda hii bwana trip hii. Kila mmoja alichaguliwa kwa purpose, kwa kazi yake. Watu 14 tu, nendeni. Si wao ndo wameendelea sana katika elimu ya dunia, sio? Nyinyi nendeni, wewe. Ikachaguliwa ile miji kubwa katika masahaba, likisimama kama watu wawili. Unajua watu kama mita 2 na hivi, mita 2 kwenda juu. Wafahamu mita 1 2 kwenda juu. Kulikuwa na masahaba wakubwa. Mpaka kina Kisra walikuwa wakituma saa nyingine mtu wao mkubwa kabisa. Na hii kisa shawahi kueleza wakati wa Muawiya. Atuma mtu wao mkubwa kabisa katika watu wote, eti ende akatembee kwa Waislamu, ajivuna aseme nani mrefu kama huyu. Muawiya akamwambia mwiteni fulani, mmoja katika masahaba, mwiteni. Akaitwa yule sahaba, akaambiwa kuna mtu anletwa kule atakayopimani urefu na yeye, nani mkubwa zaidi. Haya yote katika tarehe.
Na sahaba akamwambia ngoja, akaenda mahali akajificha, akatoa suruali yake, akasema nendeni kampime na hii suruali. Kikweli yule jamaa hakivaa suruali imefika puani, si kwenye kichwa. Sasa hii ni suruali peke yake, huyo mtu yuko vipi? Yani fikiria ya mtu suruali yake yamfika humu, yeye mwenyewe atakuwa na urefu gani? Kisha watu wakamwambia lakini haina haja. Asema mimi mwataka kunisimamisha na kafiri, mnipime mimi urefu na kafiri? Huyu suruali tu yamtosha. Na tena suruali sikuitoa nyumbani, ningeitoa nyumbani angesema hii atoka kwa kaumu Aad, si yangu. Angesema labda hii suruali ya kaumu Aad mmeirithi nikamletea. Ni yangu, naivaa mimi na nkimo chake mpaka kwenye kichwa. Kwa walikuwa masahaba namna hiyo. Sasa watu kama hao 14 watumwe kule, watu watafikiria jeshi zima liko vipi? Binadamu kama hawa, naona vile wanakiri masahaba. Alafu kila mtu ana shuhudi yake. Wewe akisema hivi wewe ndio utazungumza, akisema hivi wewe ndio utazungumza, sio? Na wale walikuwa na kibr, kina Kisra wakati wao walikuwa na nguvu. Persian Empire ilikuwa na very powerful. Akawa yazungumza maneno ya madharau. Nyinyi Waarabu tumewaona sisi, tulikuwa tukituma watu tu hivi tukiwaingiza chini ya taa yetu, ni chochote hivi. Mmoja amwambia wallahi kweli ilikuwa ni hivyo, lakini tumetumiliziwa mtume akatuongoza kwa uzuri tu, akatuelekeza, akatufundisha hiki na kile. Ukifuata hii dini ni khairi kwako, tutakuachia nchi yako uendelee kuitawala, sisi tuna habari na nyinyi, lakini fuateni Uislamu. Akajibu na maneno ya madharau. Kama nyinyi mnandaa, njooni nitawapa chakula mule, pesa ni muondoke hapa, msiniletee tafashi. Ndio yule sahaba akaja akamjibu akamwambia, ya imma wataka kusilimu, sawa, sisi tuna shida naye. La pili tabidi ulipe jizya, an tadfa aljizya wa anta saghir. Mpaka Kisra akamwambia wamaanisha nini ukisema wa ana saghir? Akamwambia an tadfa ilayna aljizya fanarfudhahu, فتدفعه المرة الثانية فنرفضه، فتدفعه المرة الثالثة فنقبله وأنت صاغر رغم أنفك. wewe utalipa kodi kwetu wewe, tena utaileta mara 3 tutakuregesha, rudi mara ya 3 utaileta, tutaichukua na wewe ni mdhalilifu mbele yetu. Wewe waniambia mimi hivyo na maneno akasema tena nyinyi ngojeni vile nitawafanya. Kaambia jamaa yake mmoja wabebeshe mtanga hawa. Yule mbora katika wao, ingelikuwa naweza kuwaua mitume ingewaua. Unajua watu wakitumwa katika barua kuleta wauawi, mtumwa wauawi, sio? Hiyo ilikuwa ni sheria tangu zamani. Ingelikuwa iwaruhusiwa kuuawa, yule anayetumwa na risala asema ningewachinja nyote nyinyi, lakini haiwezekani. Isipokuwa mimi nitawaonyesha madharau hao. Mwambia mwanajeshi mkubwa wao wape gunia la mchanga wabebe moja, si dhahabu, mchanga. Walivotoka yule mwanajeshi akauliza nani atabeba, na mtaka mtukufu katika nyinyi nyote? Mmoja akasema mimi hapa, mimi ndio mtukufu katika wote hao, kabila yangu ndio bora katika wote hao. Na ukweli wa mambo huwa aqaluhum. Alipompa lile gunia kalibeba haraka, kalibeba kalipandisha juu ya farasi wake, hao akaondoka. Basi yule mwanajeshi akaenda jisifu kwa Kisra, amwambia Kisra, mmeona watu, mmewaogopa zile sura zao mikubwa nini, nikaona werevu na majawabu yao ya kijeuri hapa. Sasa yule mwenye akili katika wao wote ndio nimemwona mpumbavu katika wote. Hivi lile gunia nilipigania la mchanga akalibeba. Kisra mwambia mpumbavu wewe wajua maana yake? Maana yake ndio ardhi yenu washaibeba hivi. Yule amefasiri kuwa huu mchanga nikiubeba ndio mchanga wa ardhi ya nini, ya Furs, tushakwenda nayo sasa. Mfuate, regesha lile gunia, akitoka kama nimpata. Yule sahaba enda kwa Saad bin Abi Waqqas, mbwagia lile gunia, ikawa ni tafaul kuwa ardhi yao tushaibeba kwisha. Na ndio ukaona yule mfalme wa China wakati wa Muawiya alipokuwa amewakasirisha Waislamu kwa maneno machafu aliyozungumza, atafuta msaada sasa kupigana na Waislamu.
mpaka Russia na wapi. Hii leo mwazisikia dola kubwa kubwa zilitikiswa wakati mmoja na Uislamu. Lau kama tungelikuwa tushikamana dini yetu sasa. Na pale amwambia nataka msaada wa jeshi kutoka Rusia. Yule aleta spy aende kuangalia masahaba wako vipi, au na usiku watu waswali, fanya ibada, walia katika ibada, soma Qur'an. Ikifika mchana sura nyingine Sheikh. Watu juu ya farasi na mapanga yao, sio wale aliwaona usiku. Ndio yule bwana akaja akamwambia ya Maulai, raaitu, mewaona wale watu fursanul layli ruhbanun nahar, wale ruhbanul layli fursanun nahar, usiku wale watu kama maruhubani wafanye ibada tu wao, ikifika mchana wanajeshi hakuna mfano wao. Wallahi raaitu qauman law aradu khal'a aljabal min makani la khala'u, mimi nimeona watu jabali wakitaka kuliondoa mahali pake wataliondoa, yani vile walivyo. Yule akamwambia yule mfalme wa kule China, mimi siwezi kupigana na watu ambao jabali waweza kulitoa mahali pake, siwezi, endelea mwenyewe. Yule alivyosikia hivyo, na kule ametoa jeuri zake, na Muawiya ashaapa, wallahi mpaka miguu yangu itakanyaga ardhi yake, sina tu majeshi na mimi naja, na inshaapa mpaka miguu yangu itakanyaga ardhi yake. Unajua alifanyaje yule bwana? Alichukua beseni kubwa akalijaza mtanga, akamwambia mpelekeeni bwana, mwambie khalifa wenu asije huko, ana haja ya kufika hapa, hatutaki tena vita. Akikanyaga mtanga ashakanyaga kwetu, kwa hivyo kiapo chake atakuwa ashakitekeleza, asije, tushajisalimisha. Wakati watu wameshikana nini na dini yao, lakini tulipoiacha dini yetu ndio udhalilifu huu tulionao leo. Mwataka rudini, hamtaki bakini mliko, na mtaendelea kuwa wadhalilifu hivyo hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea kikweli katika dini yenu, pale ndio izza itarudi. Ama sasa babaishaji huo hamna kitu. Allahu musta'an. Nafikiri yatosha. Ili upate utulivu wa roho, soma tarehe, history nzuri sana ya Uislamu. Soma tarehe, chukua albidaya wa nihaya, chukua siyar alam an-nubala, soma vitabu vya tarehe, uone Uislamu ulikuwaje katika wakati waliposhikamana na dini yao, na kitu gani kilibadilika, kuna nini ilibadilika hapa katikati mpaka kukawa hivi. Sasa zile sababu zilizobadilisha, sisi tujaribu kusifanya nini, kuziondoa moja moja, ili turudishe ile izza tuliyokuwa nayo. Wallahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.